Bwana, tukianzia na Tanzania. Tumeona bwana taarifa Yanga amepewa adhabu faini milioni 30 kwa kutumia vyumba vya kubadilishia nguo. Naam. Kwako unaonaje? Ilipaswa Yanga kufanya vile au hapana? Kikanuni mpaka anapewa wanadhibiwa kikanuni, manake haikuwa sahihi kile kitu ambacho Yanga walikifanya. Lakini unajua mchezo ya dabi, mchezo ya dabi inapokutanisha watu ambao ni mahasimu, inakuwa na tension tofauti. ndio unaweza kuona wewe ni vyumba vya kubadilishia nguo, lakini mwenzako asione ni vyumba vya kubadilishia nguo, unajua. Kwa hiyo kata hao TFF wakati wanaitoa wanasema imeaminika kuwa ni imani za kishirikina. Kwa hiyo I hope ni kitu ambacho kilitawala zaidi, na tukaona Yanga amekwenda kutumia eneo ambalo sio vyumba vya kubadilishia nguo. Sisi tumeona bwana wananchi wamebeba jambo lao. Mpaka jana takriban milioni 20 wasichanga. Binafsi nataka kusema kwenye engo mbili. Ndio. Sioni kama ina afya sana kwa mpira wetu, na pia naiona kama ina afya sana kwa klabu ya Yanga, especially kuonyesha kwamba wanachama na mashabiki wa klabu ya Yanga wanaisupport timu yao. Sioni ina afya kwenye mpira wetu kwenye namna ambayo nadhani hiyo michango ambayo ina uwezo kuchangishwa wakalipia fine kikanuni baada ya makosa ya kikanuni, si ndio? Wana uwezo wa kuchangisha wakafanya kitu kikawa endelevu zaidi. Kwa mfano walikuwa na programu ya vijana ya Yanga, kwa walikuwa na uwezo kuchangisha milioni 30, pengine ingewachukua wataalamu ingewapeleka mkoa mwingine, ile kliniki itafanyaje ikaendeshwa. Kwa sioni ina afya kwenye mpira wetu kwenye engo kama hiyo. Pia naiona ina afya kwenye engo kama maana kwamba kama ni klabu ya wananchi, maana yake wananchi wanapaswa kuparticipate kwenye kila kitu ambacho kitahusisha klabu yao. Bwana, tuhamie kidogo jijini pale Misri. Bwana Al Ahly chupu. Unaona Al Ahly kufuzu au nafasi ya Al Ahly kufuzu ipo, ila inahitaji calculator. Tunarudi pale kwenye pila calculator. Ili afuzu anahitaji muombe Zamalek ambaye anaongoza ligi asale. Sawa. Wakati Pyramid afungwe, alafu yeye ashinde. It's either atatie point na Zamalek ama Zamalek atakuwa bingwa, yeye atakuwa mtu wa pili. Lakini kama hesabu mpaka sasa hivi kwa game zilizobakia, unaona kabisa dhahiri shairi nampa kula Zamalek kuwa bingwa wa ligi na Pyramid kuwa mtu wa pili. Sababu Zamalek anamaliza na mtu kama Cleopatra, ni timu ya madaraja ya kati kwa ligi ya Misri. So timu ambayo sidhani kama itatoa ushindani sana kwa mtu kama Zamalek, unajua. Kwa hiyo naiona nafasi ya Al Ahly National, timu ya wananchi na yenyewe kushiriki michuano ya kombe la shirikisho mwakani. Japo wakati na peruzi mtandaoni niliona taarifa rasmi ya kwamba wana uwezo wakakataa kushiriki haya mashindano. Bwana, tukiangalia kiwango cha Al Ahly kwa msimu mitatu au minne kinazidi kushuka. Ni kadri miaka inavyoenda kiwango cha Al Ahly kinazidi kushuka. Wewe unasemaje hapo? Kwanza kuna kauli moja unapaswa uielewe kama mtu wa mpira. Wanakuambia inarudi kwenye tafsiri zetu za Kiswahili kwamba usijisifu unakimbia, msifu anayekukimbia. Al Ahly kwa baadhi ya misimu kadhaa imekuwa ni timu ambayo ina investment kubwa kwenye mpira wetu wa Afrika kwa ujumla. Umeona? That's why unaona wana dominate kwenye engo mbalimbali kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, kwenye ligi yao ya ndani. Umeelewa? Lakini timu kama Pyramid imekuja imeleta mapinduzi kwenye ligi ya Misri. Sasa hapa Bongo unaweza kufananisha na watu kama Azam FC. Ni watu ambao wana msuli wa fedha. Waligundua kabisa kwamba ili uweze kushindana na mtu kama National Al Ahly, uweze kushindana naye kwa kupigana naye kwa watu ambao mmeshindana nao kwenye ligi. Ukiweza wewe kwenye mpira wako, ukiweza kwenye klabu yako, umeelewa? Unapata wachezaji ambao wana top quality hiyo, sawa? Una uwezo kushindana na mtu kama Al Ahly kama wewe utakuwa unashinda mechi zako. Sio utegemea Al Ahly apoteze mechi yake wakati wewe unashindwa kushinda. Unashindaje sasa? You have to wekeza lini, ndio unapata wachezaji ambao wana quality hiyo. Unazungumzia Pyramid, walishaikuwa na mtu kama Ramadhan Sobi amecheza West Ham, amekuja kucheza Pyramid, ndio. Unazungumzia mtu kama Fiston Kalala Maele amecheza Yanga, amekwenda pale amechukua makombe 4 mfululizo ndani ya msimu mmoja, unaelewa? Inaonyesha ni dhahiri shahiri kwamba investment yao imefanyaje, imekuwa. So kwa mtu kama National Al Ahly huwezi kumlaumu, anapaswa tu kujiangalia naye kwamba kama tulikuwa tunawekeza 40% tunaachieve 60, basi sasa hivi tunapaswa kuwekeza 60% tu achieve 80, kwa maana kuna mtu kama sisi anaweza kuachieve 50% akatupita 10%. Sasa unaona Pyramid ametawala soka la Misri. Lakini nakubali kwamba Al Ahly kwa kizazi kinapungua. Yeah, of course kinapungua kwa sababu wenzetu wanakuja, of course kinapungua. Hata baadhi ya sajili wanazofanya unaona ni sajili ambazo kama zinabahatisha.
umeelewa. Tutoke tuanze kuwafahamu Al Ahly kimpira. Unaona ni watu ambao wanasajili mchezaji ambaye ni top class atakaa kwao misimu 4 misimu 5 ambaye atakupa faida hiyo, lakini kwa baadhi ya sajili zao 2-3 zilizofanyika hivi karibuni unaona wachezaji ambao wanaingia misimu 2-3 ametoka, hakupi ile project ya timu, umeelewa. Pia na yenyewe imechangiwa kutokana na kwamba walikuwa na kizazi fulani cha dhahabu kinakwenda kinatoka. Mustafa Shanawi, umeelewa. Kwa na yule fullback Al Maalul, umri umeenda, umeelewa. Wengine wametoka wamekwenda AS Farabati, na mtu pale AS Farabati anacheza finali kesho na Mamelodi, amecheza pale National Ahli, anacheza namba 10 si namba 9 pale. Unaona ni kile kizazi cha dhahabu cha National Ahli kinakwenda kinatoka. So wako kwenye transformation period. Kwa hiyo wanapaswa tu kujiangalia, wakafanya usajili mzuri, watarudi. Bwana, na hiyo tulikuwa tuko kwenye mpaka ya Afrika. Bwana, tunahamia El Clasico. Mechi kali sana juzi bwana. Lakini mechi kali kwa mashabiki ambao leo unasema mechi kali kwa mashabiki wa Barcelona, ni mechi kali, ila kwetu sisi mashabiki wa Madrid inazidi kututia unyonge zaidi. Unaona ni design kama yule kocha wa Barcelona Hans-Dieter Flick, ni kama ameijua pattern ya Real Madrid. Tunateseka sana kumfunga, licha tu ya kumfunga tunateseka sana kucheza mpira under Barcelona ya Hans Flick. Ukiangalia game ya juzi 2-2 inakuonyesha dhahiri shahiri kabisa Barcelona walikuwa dominant. Walipaswa kushinda kwa zaidi ya margin ya goli 4 mpaka 5. Tunazungumzia clear chance 2 za Marcus Rashford dhidi ya Thibaut Courtois anafanya save. Umeelewa? Unaona Madrid ni timu ambayo ina struggle kwenye mazingira mengi sana. That's why tunaona mchezo wa, of course binafsi niseme tu ukweli, kwa msimu hii 2-3 ya nyuma pale Hispania the best game kwa sasa hivi ni game ya Barcelona dhidi ya Atletico Club Madrid kuliko zaidi ya El Clasico. Kiangalia game ya Barcelona dhidi ya Atletico Club Madrid, you feel the passion of the big team. Unaona mtu ambaye anaweza kushambulia kufunga, unashambulia kufunga, ukizuia vibaya umeadhibiwa. Lakini unaona Madrid kama tumekuwa underdog kwa Barcelona. Umeelewa? Unapigwa 5, unapigwa 5-2, unapigwa 4, unapigwa 2-2 without GG. Ni kitu kigeni sana kwenye game ya derby. Unamaliza bila GG kwenye game kama ya El Clasico. Mara ya mwisho kama kumbukumbu zangu zitakuwa sawa, ilikuwa mwaka 2019-20 tulifungwa 4-2 pale Santiago Bernabeu, Barcelona dhidi ya Real Madrid. Kipindi hicho yuko mtu kama Pierre-Emerick Aubameyang, tulifungwa pale 4-2. Last time unaona mechi inaisha without GG. So kwa Real Madrid tuna nafasi ya kujitathmini, kongole kwa Barcelona. Bwana, matokeo ulitegemea wewe vile au yamekusurprise kwa namna gani? Kama tunaongelea football nilitegemea wewe vile. Umeelewa? Kama tunaongelea football Barcelona wako very good kwenye msimu huu hapa. Wako na very top performance msimu jana na msimu huu hapa. Umeelewa? Kutegemea kwamba eti tutakwenda kushinda kwenye mechi dhidi ya Barcelona, ulishapoteza game dhidi ya Real Betis. Tunacheza game dhidi ya Mallorca, timu ambazo ni dominant kuwini, lakini kwa Barcelona of course ni derby cha kwanza, umeelewa. Cha pili Barcelona mwenyewe anategemea hiyo mechi atangaze ubingwa. Kwa mindset yake inaangalia napataje ubingwa hapa. Kwa mimi kimpira nilitegemea, ila sasa kiushabiki unalibeba kwamba bana mimi ni chama langu hatufungi, unajua. Ila kimpira nilitegemea kile kitu ambacho nilikiona juzi. Kwa hiyo binafsi naamini Mbappe alielewe hilo. Akilielewa hilo, ile cream ya wale watatu pale juu ni cream bora sana duniani. That's why watu wanajaribu kuizungumzia kwa ukubwa zaidi, kwa maana kwamba wale wote watatu pale juu, kila mtu ambaye ni mfuatiliaji wa mpira, ambaye anaufahamu mpira, anauishi mpira, anaelewa kabisa kwamba quality ya Jude Bellingham ipoje, quality ya Kylian Mbappe ikoje, quality ya Vinicius Junior ikoje. Wanachotaka kuona ni how wataclick wakaifaidisha timu, tofauti na namba za mtu binafsi kama nilivyosema. Unaona, yaani unakubaliana kwamba mmoja hapo aondoke au wote wakae wakubaliana bwana watu wako ndio. Mimi ni kama Perez, mimi natamani wote wabaki, ila watu wote ndio waishi kwenye namna hiyo kwamba work for the team na ile ego itoke. Hayo ni maoni ya ambaye ni mgombero bwana. Anasema bwana wote wabaki, lakini waweze kutambua bwana tunabidi tuketi, si ndio? Wewe mtazamaji unasemaje katika comment hapo? Bye bye, kama wakati mwingine tena.